Hatimaye rais wa Marekani Donald Trump siku ya Jumamosi anathibitisha kuwa Marekani imeshambulia Iran na kugonga maeneo matatu ya nyuklia huko Fordo, Natanz pamoja na Esfahan. Rais huyo wa Marekani aliandika katika mitandao ya kijamii akisema kwamba tumekamilisha shambulio letu la mafanikio katika maeneo matatu ya nyuklia nchini Iran, ikiwa ni pamoja na Fordo, Natanz na Esfahan. Trump aliandika katika mtandao wa kijamii wa Truth Social. Ndege zote sasa ziko nje ya anga ya Iran. Mzigo mzima wa mabomu uliodondoshwa kwenye tovuti ya msingi ya Fordo, aliendelea kuandika rais huyo wa Marekani Donald Trump. Ndege zote ziko salama kuelekea nyumbani. Hongera kwa wanajeshi wetu wakubwa wa Marekani. Hakuna jeshi lingine ulimwenguni ambalo lingeweza kufanya hivi. Sasa ni wakati wa amani, anaandika kwa herufi kubwa rais huyo wa Marekani Donald Trump. Trump alisema atalihutubia taifa saa 10 jioni siku ya Jumamosi. Mapema katika siku ya Jumamosi, ambapo kwa masaa ya Afrika Mashariki ni Jumapili, washambuliaji kadhaa wa siri wa jeshi la anga la Marekani B-2 waliondoka Missouri kuelekea magharibi juu ya bahari ya Pacific. Ndege hizo kubwa ni baadhi ya ndege pekee za Marekani zenye uwezo wa kubeba GBU-57 Massive Ordnance Penetrator MOP, bomu la pound 30,000 linalojulikana kama Bunker Buster. Makombora haya yametumika kikamilifu kuharibu miundombinu ya nyuklia ya Iran. Hatua iliyofanywa na Marekani katika mzozo wa moja kwa moja wa silaha wa Iran ni ongezeko kubwa la kujihusisha kwa Marekani katika jitihada za Israel za kulemaza mpango wa nyuklia wa Tehran na kuangusha utawala wake. Trump alizungumza na Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu baada ya makombora ya Marekani, ofisi ya White House ilisema kupitia shirika la habari la NBC News. Uamuzi wa kuishambulia Iran kwa mara nyingine tena unahusisha jeshi la Marekani katika vita vilivyo Mashariki ya Kati, jambo ambalo Trump aliapa kuliepuka wakati wa muhula wake wa pili. Pia inaashiria mabadiliko makubwa kutoka katika masaa 48 yaliyotangazwa wakati Trump aliposema Marekani itachukua wiki 2 kuona kama mzozo kati ya Israel na Iran unaweza kutatuliwa kidiplomasia. Kulingana na ukweli kwamba kuna nafasi kubwa ya mazungumzo ambayo yanaweza au yasifanyike na Iran katika siku za usoni, nitafanya uamuzi wangu iwapo kutokwenda ndani ya wiki 2 zijazo, Trump alisema Alhamisi katika taarifa iliyotolewa na ikulu ya White House. Nyuma ya pazia, utawala wa Trump umekuwa ukijaribu kufikia makubaliano na Iran kuhusu mpango wake wa nyuklia, na Trump katika miezi ya hivi karibuni iliripotiwa kumtaka Netanyahu asitishe makombora hayo. Njia hiyo ya kidiplomasia sasa inaweza kufungwa, huku Ayatollah Al-Khamenei wa Iran alisema hivi majuzi kwamba uingiaji wowote wa kijeshi wa Marekani bila shaka utakabiliwa na uharibifu usioweza kurekebishwa. Ikiwa wataingia kijeshi, watakabiliwa na madhara ambayo hawawezi kupona, alisema katika taarifa iliyosomwa kwenye televisheni ya taifa ya Iran. Baada ya mashambulizi ya Marekani, haikufahamika ni chaguzi gani zilizosalia za kulipiza kisasi kwa Iran dhidi ya Marekani. Uwezekano mmoja wenye athari za moja kwa moja kwa uchumi wa dunia na mnyororo wa ugavi itakuwa kama Teheran ingeweka mabomu ya ardhini chini katika mlango bahari wa Hormuz, alisema Hilma Crofty, mkuu wa mkakati wa bidhaa wa kimataifa katika masoko ya mitaji. Sehemu nyembamba ya maji kati ya Iran na Oman, kituo cha kupitisha takribani 20% ya mafuta yote duniani kupitia meli za mafuta. Mabomu ya ardhini yangefunga mkondo huo kwa ufanisi kwa sababu meli hazingejua mahali ambapo migodi imewekwa. Tayari tunapata ripoti kwamba Iran inawafunga wasafirishaji wa meli kwa ukali sana. Hata hivyo, wizara ya usafirishaji nchini Ugiriki tayari imeonya meli zake kuepuka bahari hiyo inavyowezekana. Tahadhari zaidi kama hizo zilitarajiwa kufuatia shambulio la Jumamosi la Marekani kwenye tovuti za Iran, kwa maana kwenye maeneo matatu ya nyuklia ya Iran. Trump na marais waliopita Marekani wamesisitiza kwa muda mrefu kuwa Iran haiwezi kuwa na silaha za nyuklia. Trump katika muhula wake wa kwanza aliondoa Marekani katika makubaliano ya nyuklia ambayo utawala wa Obama na mataifa mengine yalikuwa yameafikiana na Iran mwaka 2015, akisema imeshindwa kuilinda Marekani au kuzuia malengo ya kurutubisha Tehran. Israel kwa muda mrefu imekuwa ikidai kuwa Iran inatengeneza silaha za nyuklia na imetishia kushambulia mpango wake wa nyuklia hapo awali, lakini hadi sasa Tel Aviv imepunguza ushiriki wake wa kijeshi kwa mauaji yaliyolenga na mashambulizi ya mtandao. Wachambuzi wa mambo wameeleza kwamba kitendo kilichofanywa na rais wa Marekani Bwana Donald Trump ni kile ambacho kinaelezwa kwamba ni uonevu kwa taifa hilo la Kiajemi, kwani
IAEA walifanya uchunguzi na kugundua kwamba hakukuwa na mpango wa kutengeneza silaha za nyuklia. Kadhalika, mkurugenzi wa ujasusi wa taifa la Marekani Tulsi Gabbard aliwahi kutoa ushahidi mbele ya Congress mwezi Machi kwamba jumuiya ya kijasusi ya Marekani inaendelea kutathmini kwamba Iran haitengenezi silaha za nyuklia na kiongozi mkuu Al-Khamenei hajaidhinisha mpango wa silaha za nyuklia ambapo alisimamisha mwaka 2003. Lakini Trump amepuuza kwa mara nyingine tena tathmini ya afisa wake wa baraza la mawaziri. Sijali alichosema, nadhani walikuwa karibu sana kuwa na kombora moja, Trump alisema katika Air Force One. Hata hivyo, wakati akiwa katika Air Force One alisema kwamba hakika hatupo salama chini ya Iran. Wanaweza wakafanya lolote. Mimi siko salama na hata nyinyi hamko salama. Ni wakati ambapo alikuwa akizungumza na waandishi wa habari. Mtazamaji wa The World News, hali halisi ndio kama hivyo ambapo rais wa Marekani Donald Trump anathibitisha kuishambulia Iran kwa makombora mazito kwa kutumia ndege zake za B-2 zenye uwezo mkubwa ambavyo vimeweza kuharibu vinu vya nyuklia vya Fordow, Natanz na Esfahan. Endelea kutufuatilia mtazamaji, nasi tutaendelea kukujuza ni nini ambacho kinaendelea kupitia katika kipindi hiki cha Ulimwengu wa Siasa. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.